Katika kipindi hiki cha lesoni ya watu wazima, ndugu, tupatie ombi. Tukushukuru Mfalme wa amani, uketie mahali pasiri juu mbinguni kwa ajili ya afya zetu. Kufika hapa ni neema yako, jina lako litukuzwe sana. Karibu sasa ukaongee nasi kwa namna ya kipekee kwa jina la Yesu. Amen. Katika lesoni ya watu wazima tulikuwa na somo ambalo linasema mashujaa wa maombi. Na katika somo hili fungu la kukariri kuwa haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu, kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo nitamwita siku zangu zote. Na katika somo hili lilikuwa na mada mbalimbali. Sasa tutaenda kuzizungumza kwa undani zaidi hizi mada ambazo tayari zipo katika somo hili. Na labda nianze kwa kuuliza kwamba mashujaa hawa maombi, unawezaje mtu kuwa shujaa mwaminifu katika maombi? Hebu karibu sana. Asante sana. Kama ambavyo tumejifunza juma hili kuhusu mashujaa wa maombi, tumeona namna ambavyo kwamba tuna mifano ya kuiga kutoka katika maandiko matakatifu. Na tunapozungumza kwanza kuhusu maombi, tunazungumza kuhusu uhusiano. Maombi ni uhusiano. Maombi yanaonyesha namna ambavyo muombaji alivyo na uhusiano na yeye anayemuomba. Na hivyo changamoto yoyote itakapompata, hata tafuta marafiki, hata tafuta watu kwenda kuambia, ataelekeza sehemu sahihi. Na hivyo tumeona katika somo juma hili mashujaa wa maombi, mfano wa kuigwa kutoka kwa mtu mmoja anaitwa Daniel. Wakati wakiwa katika nchi ya ugeni, changamoto ilipolikumba taifa na wenye hekima wote walipotakiwa kuuawa, namuona Daniel na wenzake akiwasi wenzake wamtafute Mungu, watafute uso wa Mungu. Na hivyo waliingia katika uhusiano na Mungu, wakaomba na hatimaye Mungu alijibu maombi. Na alipojibu maombi, hata Mungu anapojibu maombi yetu hatupaswi tu kufurahia namna ambavyo Mungu alijibu maombi. Tunaona walirudisha shukrani na sifa, wakamhimidi Bwana. Na hivyo kwa namna moja na nyingine walikuwa wamewakomboa wenye hekima wengine wote wa Babeli. Na hivyo maombi yetu yanapaswa kusaidia kuokoa wengine. Maombi hayapaswi kudumu kwa ajili ya manufaa yetu, yanapaswa kuwa msingi na faida kwa wengine. Unaweza kuomba kwa ajili ya kanisa, unaweza kuomba kwa ajili ya familia, unaweza kuomba kwa ajili ya marafiki, unaweza kuomba kwa ajili ya kazi na namna hizo. Lakini pia hata wakati Danieli ilipotangazwa amri kwamba alipaswa ndani ya mwezi mmoja asiombe kwa Mungu yoyote isipokuwa kwa mfalme tu, Danieli kwa namna ambavyo alivyo sabiti. Na hapo ndipo tunaona ushujaa. Ushujaa ni kusimama katika mstari ulionyoka, hata kama amri zitatolewa, hata kama wengine watapinga, lakini basi shujaa ni yule ambaye hatetereki. Shujaa ni yule ambaye haangalii wanamtazamaje, haangalii naonaje. Wakati amri ilipotiwa sahihi, namuona Danieli kama ilivyo desturi yake, alifanya kama vile ambavyo walikuwa wakifanya nyakati zote. Kwa hiyo hapo ndipo tunapoona kwamba kumbe shujaa si mtu ambaye anayefanya kitu kwa sababu fulani ili watu wamuone au sababu yoyote, lakini ni yule ambaye anayefanya jambo kama desturi au tabia yake. Asante sana. Ni kushukuru sana ndugu Edwini kwa kuchangia hapo. Na sasa tunaelekea kitu kingine. Natamani kufahamu shujaa wa maombi anaweza kuwa na mkao gani katika maombi yake, au anaweza kuwaje? Karibu sana Mr. Mbura. Nashukuru sana. Shujaa wa maombi anaweza kuwa na namna nyingi sana ya kuomba. Moja, ana uwezo wa kuomba akiwa anapiga magoti, akiwa sehemu ya faragha na Mungu wake, kuwasilisha mada yake husika kwa mahali panapohusika, ambapo anaona kuna uhakika wa kupata suluhisho ya jambo hilo linalomkabili. Lakini kuna njia namna mbalimbali pia ya kuomba, ikiwa mojawapo ni kupiga magoti na kufunga macho
lakini njia nyingine pia unaweza kuwa umesimama, njia nyingine unaweza kuwa umekaa, inategemea. Kwa mfano ukiwa mahali pa faragha, inashauriwa vizuri piga magoti. Ombi la magoti ni ombi la pekee sana, kuonyesha unyenyekevu mbele za Mungu. Kwamba unaonyesha kwa Mungu sasa kuna hitaji la muhimu sana na umelipangilia kwamba unatakiwa kukutana na Mungu wako. Lakini inategemea pia ombi la kuomba umesimama, inategemea mahali utakapokuwepo. Kuna wakati mwingine uko katika safari, mahali ambapo pia pana mkusanyiko wa watu wengi, lakini Roho wa Mungu amekugusa, lazima pia uombe, umwasilishie Mungu baada ya kusema Mungu, jambo hili ni jambo tete, kwa hiyo natakiwa niingie kati. Lakini unaweza kuwa pia muombe umelala, umekaa. Kwa mfano mgonjwa yuko kitandani, hawezi kusimama akasema apige magoti. Akiwa amelala pale, Roho amemgusa, akiwa amekaa, basi itambidi awasilishe ombi lake kwa Mungu. Kwa hiyo maombi yapo kwa namna hiyo. Asante. Nikushukuru sana Mr. Wambura kwa mchango wako ambao umeweza kuzungumza hapa kuhusiana na mkao wa maombi katika mashujaa. Sasa watu wanaweza wakawa wanajiuliza, hivi huyu shujaa wa maombi anaweza kweli kutembea na Mungu? Na kama anatembea na Mungu, anaweza kutembeaje na Mungu? Sasa nimkaribishe mama yangu aweze kutupitisha na kutuambia kwamba mtu huyu anaweza kweli kutembea na Mungu au ni mtu yeye wa kuomba. Mama, karibu sana. Haleluya. Katika kujifunza lesson kwa wiki hii tumeona mfano wa mtu mmoja ambaye aliweza kutembea na Mungu. Na kutembea na Mungu si kushikana mikono au kuongozana katika safari zako, bali ni ule ukaribu wa kuwa na Mungu, kuwasiliana na Mungu kwa njia ya maombi, kumweka Mungu kuwa wa kwanza katika maisha yako. Hapo ndipo tunaweza tukasema ndiko kutembea na Mungu. Lakini unapokuwa unatembea na Mungu kwa kusoma neno lake, kutii amri zake na kuandamana pamoja naye, na tuliona Enoka aliweza kumsogelea Mungu, yaani karibu sana, mpaka Mungu akamchukua Enoki kama rafiki yake, akawaenda mbinguni. Bwana awabariki. Asante sana mama yangu kwa mchango wako ambao umeelezea uhalisia wa mtu kuweza kutembea na Mungu, lakini pia kuweza kuzungumza na Mungu. Lakini sasa mtu anawezaje kuwa shujaa wa maombi au kiongozi katika maombi? Anatakiwa huyu mtu aweje? Karibu sana mheshimiwa. Asante. Kwanza mtu wa namna hiyo anatakiwa amjue kwanza anayekuwa anamtumikia. Cha kwanza ni ile hali ya kujitambua kwamba yuko na hali gani na yuko na nafasi gani na huyo anayeongea naye. Mfano kama mimi nina simu hapa, siwezi kusave namba ya mtu ambaye sijui. Lazima ni save namba ya mtu ambaye ninamfahamu ili iwe karibu na muda ya kuwasiliana naye, kwa sababu tutakuwa na mawasiliano naye. Kwa hiyo hata mimi ninapokuwa na Mungu lazima nimjue, nimhifadhi ndani ya moyo wangu pia, halafu ndio niweze kufanya mawasiliano naye. Bila kumfahamu Mungu tutazungumza sana, lakini uhalisia utabaki ile hali. Ukimjua Mungu ndipo utakapoonyesha kwamba huyu ni Mungu, huyu ni nani. Kwa hiyo mimi na huyu shujaa anatembea na Mungu kwa namna ya kumfahamu Mungu na kujua anachokifanya yeye mwenyewe. Asante. Asante sana kwa wakati wako huo ambao umeweza kuzungumza kwa kina sana kwamba kiongozi wa maombi au shujaa wa maombi anatakiwa kuwaje, ni mtu aina gani. Lakini sasa bado najaribu kuwaza, hivi huyu shujaa wa maombi anaweza kuombea watu? Na kama anaombea watu, anaombea kwa msingi ipi, kwa mfano upi, kwa mfumo upi? Sasa hapa naomba nikaribishe Winnie atupitishe kidogo ili tuweze kuelewa huyu anaweza kuombea watu kwa mfumo upi. Asante sana. Katika mwongozo wetu wa juma hili tumekumbushwa jambo la msingi sana kwamba kila mmoja ni kiongozi. Unaweza usio kiongozi wa kanisa lakini ukawa kiongozi wa familia. Unaweza usio kiongozi wa familia lakini ukawa kiongozi wa taasisi. Na unaweza usio kiongozi wa taasisi ukawa kiongozi katika kikundi fulani. Sasa unapokuwa kiongozi kama ambavyo Musa alikuwa kiongozi, tuliona namna ambavyo alikuwa razi kulia kwa ajili ya shida za watu.
na alipoona watu walipomlilia yeye, aliona kwamba yale yote ambayo wanayomlilia yalikuwa nje ya uwezo wake. Yeye alimgeukia Mungu. Watu walipokuwa na kiu ya maji, yeye alimgeukia Mungu kwa ajili ya kupata suluhisho tatizo. Watu walipokuwa na changamoto za maradhi, watu walipoasi, watu walipofanya makosa hata ambapo ilitakiwa wafutwe, lakini tunamwona kiongozi anamgeukia Mungu, na wakati mwingine alimkumbusha Mungu kuhusu ahadi zake, kwamba kumbuka hawa watu unawatoa wapi. Kwa hiyo ukiwa kiongozi lazima wakati mwingine Mungu anataka aone kwamba unafanya nini kwa ajili ya watu, au unafanya nini kwa ajili ya familia yako, unaliaje kwa ajili ya wale walio chini yako. Kwa hiyo kwa kiongozi ni si tu kuangalia maslahi yako na changamoto zako. Tumeona namna ambavyo kwamba unaweza ukamlilia Mungu kwa ajili ya changamoto za taifa au familia, lakini pia ujasiri na uaminifu. Unapaswa kuwa jasiri na uaminifu unaposhikamana na Mungu. Naona kwa Musa akimwambia Mungu kwamba kama uso wako usipokwenda pamoja nasi, usitutoe kutoka hapa. Maana kwamba sisi kama sisi hatuwezi kufanya chochote tusipokuwa na wewe. Kwa hiyo unaona namna ambavyo Mungu pia alipendezwa, na Mungu anapendezwa hata leo anapokuwa na viongozi ambao wanaona kwamba safari ya kiroho ya watu au mafanikio yoyote ya watu yanategemea uwepo wa Mungu kwa watu hao. Na hivi ndivyo namna ambavyo kiongozi kama Musa alivyofanya. Lakini nimeeleza kuhusu namna ambavyo Musa alimkumbusha Mungu kuhusu ahadi zake, lakini pia tunapaswa wakati mwingine kukubali majibu ya Mungu. Kuna wakati Mungu atasema hapana kwa kile ulichoomba. Unajua tumezungumza mengi, lakini hatujagusa kuhusu si kwamba nyakati zote tutakapoomba Mungu atasema ndio. Hapana. Mungu wetu sio mdoli. Ni Mungu mwenye mamlaka na ni mwenye nguvu. Kuna nyakati ambapo atasema hapana. Na akisema hapana, kubali. Maana hii ndio ile ambayo inasema mapenzi yako yafanyeje? Yatimizwe. Asante sana. Naam, asante sana. Mimi umenibariki sana kwenye upande wa kusema kwamba kiongozi unaweza ukawa sio kiongozi wa kanisa, kumbe wewe ni kiongozi wa familia. Tuna watu leo hii makanisani wapo, asipokuwa kiongozi anaweza kujisikia vibaya, kumbe yeye ni kiongozi, amekabidhiwa kuongoza familia yake aliyo nayo. Sasa kwenye kuhitimisha sasa, ili tuweze kufunga huu mjadala, Mr. Wambura, unaweza ukamwelezeaje mtu kuhusiana na masomo haya yote tuliyojifunza ndani ya wiki hii, ili aweze kuelewa na kuondoka na kitu kimoja? Karibu sana. Asante. Jambo la msingi ni hivi kwamba masomo haya yamekuja kwa wakati mzuri kutuelekeza kwamba tunapaswa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Na unajua huwezi kumwomba mtu jambo usiyemfahamu. Somo lililopita tulijifunza namna kusoma Biblia, na ukishajua yule tunayemsoma katika Biblia tunapaswa kumwasilishia mada zetu. Maana tunajua tabia yake, tunamjua alivyo, anavyotupenda na jinsi alivyo mahusiano mazuri na sisi. Sasa ni kwamba tunahitaji tumwasilishie mada zetu, tuombe, tupeleke haja zetu kwake. Baada ya kumjua yeye, tupeleke haja zetu kwake. Katika ulimwengu tunaoishi, watu wengi wanaomba kwa miungu inayoonekana, lakini tunajifunza kitu kimoja kwamba sisi Mungu wetu ni Mungu tunayepeleka taarifa zetu juu mbinguni, lakini yeye anapojibu anashuka chini kwetu, anatuletea majibu. Kwa hiyo tunapaswa kumwasilisha mada hizi. Jambo la pili, tusome neno la Mungu kwa bidii sana, lakini ile tu mashujaa kama tulivyotangulia kusema habari hizi, tunahitaji kusoma Biblia kwa bidii sana, tujue tabia zake. Alafu baada ya hapo tunahitaji kuomba bila kukata tamaa. Bila kukata tamaa. Maombi si ya siku moja. Kuwa shujaa hauwi shujaa mara moja. Unakuwa shujaa ukirudia mara nyingi. Ukiwa na tumaini na unayemuomba. Kwa hiyo napenda kuwasilisha mada ile kwamba kupitia somo la juma hili tunahitaji kujenga mahusiano mazuri, tumjue Mungu tunayemwabudu, lakini pia tuombe kwa bidii sana. Na tukiomba kwa bidii tutajenga mahusiano mazuri na familia zetu, mahusiano vizuri na kanisa,
mahusiano vizuri na imani yetu na Mungu wetu. Asante. Asante sana. Na mimi naongezea hapo kwa Wambura kwamba tunahitaji kuwa na mitazamo kamilifu kuhusiana na Yesu na ufahamu mkamilifu zaidi na uhusiano na mambo ya milele. Anasema muonyeshe Mungu mahitaji yako, furaha yako, uzito wako, mashaka yako, hofu zako. Huwezi kumuuzi Mungu, wala anasema hachoshwi na mambo yako, ambaye uhesabu nywele za kichwa chako, hawezi kutojali mahitaji yako. Kwa hiyo tuwaathirishe hayo, na Mungu wetu ni mwema, atazidi kukuhesabia uzuri wa maisha yetu waaminifu. Asante. Asante sana. Mamangu, labda kuna kitu nahitaji kuongezea katika hitimisho? Mimi naomba tu kufahamishana kuhusiana na maombi. Kuna swali liliulizwa kwenye darasa kwamba ni kwa nini wengine wanaomba wamefungua macho na wengine wanaomba kwa kufunga macho. Je, Mungu hujibu maombi yapi kati ya maombi hayo mawili? Asante sana kwamba unauliza swali au ndio mchango huo. Jamani, karibuni, mtoto anaweza akajibu. Muda wetu umetupa mkono sana. Ngoja nikulete mwanangu. Asante sana. Kufumba macho au kutokufunga macho hakuwezi kuzuia majibu ya maombi. Stage zote Mungu anajibu. Kama ambavyo unaweza ukalala au ukakaa, ukapiga magoti au ukasimama, maombi yote yanajibiwa. Isipokuwa anashauri mwandishi kwamba maombi ambayo yanayoonyesha kichwa zaidi ni yale kupiga magoti. Lakini yote ni maombi. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Mambo yalizika na nini? Asante. Kitu tu cha kuondoka nacho ni hiki katika maombi. Wakati mwingine tuko hapa kanisani, tuna watoto wetu ambao wanakuwa wanatutazama wakati wa maombi. Sasa wewe unaweza usifumbe macho kwa sababu na mimi Mungu kweli nasikia. Lakini mtoto atakayejifunza kutoka kwako ni kila ambacho unachokionyesha, sio kila ambacho kilicho ndani ya moyo wako. Kwa hiyo mtoto anaweza akajifunza